sana. Hii jezi ni zaidi ya jezi tu ya kuvaa, ni jezi ambayo ina technology ambayo kwa mara ya kwanza Tanzania tumeweza kuiweka kwenye jezi hii. Ukiangalia kwenye mkono wangu hapa kuna hii alama hapa. Okay. Hii alama ina kifaa ambacho kinaweza kutambua kwenye jezi hii, na baadaye tukikaa pembeni nitaonyesha jinsi inavyofanya kazi. Lakini cha muhimu ni kwamba ukija kuskani hii nembo hapa kwenye bega, itafungua page ambayo itakuwa inakuipeleka kwenye ulimwengu wa safari na ulimwengu wa mabingwa. Pale kutakuwa na profile yako ambayo kutakuwa na points ambazo ukiendelea kushiriki katika kampeni yetu unaweza kuendelea kujipatia pointi hizi na kuzawadiwa kibingwa, kwa sababu sisi tunaamini kabisa kwamba mashabiki wetu wanastahili kuzawadiwa kwa sababu wanahangaika kila siku kwenye maisha yao, lakini hii ndio nafasi pekee safari inaweza kuwaona na kuweza kuwatambua na kuweza kuwazawadia. Kwa hiyo jezi hii inabeba mambo mengi sana zaidi ya muonekano tu, lakini pia imeweka alama za historia ya mpira. Kama baadaye utakuja kuiangalia vizuri utaona ina michoro mbalimbali. Kwa mfano mchoro wa kiwanja ni vitu vikubwa sana ambavyo ni kama milestone na zinaonyesha jinsi Tanzania ilivyosafiri katika mpira mpaka hapa tulipofikia sasa hivi. Mpira kwa kweli umekuwa sana na sisi tunafurahi kwamba tulikuwa katika nafasi ya safari hii. Na kikubwa ni kwamba tuliona kwamba hii jezi tunataka kuizindua kwa ajili ya watu. Kwa hiyo tumeandaa tukio pale maeneo ya Mwenge karibu na kituo cha basi ambapo tutaenda kuizindua rasmi. Naamini watu wote watakaoenda pale wataona sasa jinsi uzinduzi huu unaofanyika, na tuliamua kufanya pale kabisa kwenye watu wengi kwa sababu ni jezi ya watu wao. Kwa hiyo tumeona kwamba uzinduzi wa jezi hii tunataka kuionyesha jinsi gani unavyoweza ukaistyle kwa mitindo mbalimbali na ukaweza kuenjoy ikawa kama zawadi ya ubingwa, kwa sababu kila unapovaa hii jezi ni alama ya kwamba tumekutambua, ni alama ya kwamba wewe pia ni champion, wewe pia ni bingwa. Kwa hiyo ni jezi ambayo inataka kila anayevaa ajisikie kwamba yuko proud kwamba na yeye anaonekana kwamba yeye pia ni bingwa. Kwa hiyo ina mambo mengi sana, imebeba vitu vingi. Safari Laga wamezindua jezi kwa ajili ya mashabiki na mtanange wa kombe la dunia unakuja, FIFA World Cup 2026. Jezi umeiona, si ndio? Yeah, nimeiona. Hebu niambie, inapokuja swala la muonekano, wewe unaipa thamani ipi hii jezi kwa shabiki ambaye atakwenda kuivaa, na wewe kama ni mtu ambaye unapenda kutupia pia lakini pia ni mwana sports, mwana soka? Kwa sababu ukiangalia muonekano wa jezi kwa material yake, kwa hususa kwa watu wa mpira zaidi inapendeza. Hata ukiangalia mbeba kwanza rangi ya jezi ya timu ya taifa ambayo ya jezi ya nyumbani, na kwa Mtanzania yote na imani akivaa na mtu wa mpira yote atapendeza sana. Okay, safi. Na labda hii jezi tunaambiwa ni unisex kwa wote, kwa kina dada na kwa kina baba, sawa, wake kwa waume na generation zote. Sasa niambie wewe hapo, Didi ametuambia jinsi ambavyo atakuwa amenivalisha mimi. Hebu jivalishe wewe ukiwa na hii jezi kuanzia juu mpaka chini, jivalishe, alafu ile picha utakayopost ukiwa kwenye hii jezi watu watakuwa ukiwa na muonekano upi? Mimi nitavaa jezi kama jinsi ilivyo na rangi ya blue. Nitavaa na jeans nyeusi au kwa rangi jinsi ambayo niloivaa. Okay. Na labda nyeupe kama hivi. Okay. Yeah. Kofia sio vitu vyako wewe? Kama itokio unaweka kofia, unaweka kofia rangi gani? Naweza nikavaa kofia nyeusi. Unaweza kuvaa kofia nyeusi? Yeah. Asante sana. Au masuala ya engo. Unazingatia engo. Thank you. Asante sana Kibabage. Chua. Jezi Madam Pamela ameeleza hapa kwamba inabeba kumbukumbu ya historia nzuri sana za nchi yetu, historia nyingi sana za nchi yetu, na kwa namna ya kipekee wewe mwenyewe umepata kuwa sehemu ya historia ya nchi yetu ukiwakilisha Tanzania, timu ya taifa kwenye michuano ya AFCON. Sasa nataka uniambie, leo hii jezi inazinduliwa rasmi na kuna mashabiki watakwenda kuenjoy jezi hii. Wewe mtazamo wako ukoje inapokuja swala la mashabiki watakuwa wanaenjoy hii jezi wakati kuna wanaume wapo uwanjani wanapambana
Yes, kupitia Safari Laga ambao ni wadhamini. Kwanza jezi mwenyewe nimeiona ni nzuri sana, na kama ambavyo unaweza kutuelezea kwamba madamu amesema kwamba ina kumbukumbu ambazo zipo kwenye ile jezi. Kwa hiyo nachokiamini au nachokiona, hata wale mashabiki ambao watakwenda kuivaa ile jezi, ina maana watakuwa wana feel na kuwa proud na mafanikio ambayo nchi yao tayari washayapitia au walishayafanya. Kwa hiyo nachokiamini kwa kila Mtanzania ambaye ataweza kuvaa ile jezi au mchezaji ambaye atakuwa uwanjani kukavaa ile jezi, na maana atakuwa ameibeba kumbukumbu ya Tanzania. Okay, asante. Na labda wewe kwa maisha yako ya soka una kumbukumbu ipi ambayo pengine hujapata kuiona hii jezi, labda unatamani labda kama haipo iwepo, na kama ipo basi itakuwa ni unyama zaidi? Kwenye maisha yako ya soka una kumbukumbu ipi? Mimi bwana, na kumbukumbu nzito kidogo. Nakumbuka wakati tulikuwa katika timu ya taifa ya under 17 2017, okay, kwenye mechi za kufuzu kwenda AFCON chini ya umri wa miaka 17, nilikuwa na ndugu yangu, yeah. Tulikuwa tunahitaji sare tu, tulienda kucheza mechi na Congo Brazzaville, yeah. Mpaka dakika ya 90 bila tunakwenda kuruhusu goli dakika ya 93. Yaani kwanza wakati huo mandhari ya uwanja, wale wa Kongo walikuwa wamejaza wanajeshi tupu, yani kwamba azifu kwamba walikuwa na plani ya kututisha, yani kwamba tunapokwenda kucheza at least tuwe na wasiwasi. Lakini tuliweza kuipambania nembo ya Tanzania mpaka dakika 90 zikiwa zimebaki dakika 3 mchezo uishe. Dakika ya 93 wale jamaa waliotapata goli. Ni kitu ambacho kilituumiza sana, tuliumia sana kwa sababu tulikuwa tushamwaga jasho jingi katika uwanja katika mchezo ule. Lakini tulikuwa proud kwa sababu tulifanya kila kitu kuweza kuipeperusha bendera yetu, lakini hatukufanikiwa katika hiyo. Okay. Yeah. Kwa sababu alikuwepo Kibabage, mtu na tupe ilikuwaje? Kumbukumbu yako ikoje kwenye hilo? Hisia zako zinasemaje? Kama nilivyosema hapo awali ndugu yangu, ilikuwa ni siku ambayo ni kwa kilio kwa kila mchezaji, kwa sababu tuliamini ndoto zetu zimefia pale. Kwa sababu ukiangalia tulifanywa kila aina ya hujuma kuweza kufeli katika ule mchezo, ila tumshukuru Mwenyezi Mungu tuliweza kuiendo ile pressure, ila hata goli lenyewe tulikuja kufungwa waliingiza mchezaji ambaye hakusajiliwa katika mashindano kucheza. Ni mtu ambaye alishavuka umri, ndo akaingia kama dakika 85 hivi, dakika kama 93 ule mtu ndo akaja kutufunga goli ambao uwanja mzima wote tulilala. Hapo nakumbuka kipindi hicho hata president Jamal Malinze pia mwenyewe alimwaga machozi kwa sababu aliona tumeonewa, tumedhulumiwa. Tunashukuru Mungu, haki ilitendeka, tukaweza kupita kwa haki. Okay. Yeah. I say, lakini ndio hivyo, safari inaendelea. Mimi shabiki ni mtu muhimu sana, lakini pia mashabiki ni watu muhimu hata katika timu, kwa sababu kama timu watatoa jezi mashabiki watanunua, lakini ukiachana na hilo, kila mnapocheza mechi ina maana mashabiki wataweza kujitokeza uwanjani na kuweza kuja kuwapa support. Kwa hiyo mashabiki wanapokuja ina maana wanaweza kuwapa energy wachezaji. Hata kuna time mnakuta mmechoka, labda hamjapata goli, lakini mkisikia mashabiki wanaposhangilia, wanapowapa hamasa, ina maana inazidi kuwapa nguvu ya mchezo na kuzidi kupambana. Na wakati mwingine unakuta tunakuwa tumepoteza labda katika situation ngumu, lakini tukifikiria kwamba tuna mashabiki wengi ambao wako nyuma yetu, inazidi kutuongezea nguvu kuweza kupambana na kuweza kurudisha na ikiwezekana kuweza kushinda. Kwa hiyo kwenye upande wangu mashabiki ni watu muhimu sana, na ndio maana tunakuwa tunawapambania pia tunapokuwa uwanjani. Kwa hiyo tunawapenda sana na tutaendelea kupambania. Okay. Kibabage, swala kizushi, unapokwenda kujibu umuhimu wa mashabiki, kuna wakati uko uwanjani unafanya kwa ajili ya mashabiki au unafanya kwa ajili ya kocha, unafanya kwa ajili ya timu? Unapokuwa unapambana pale uwanjani, nataka nijue. Kwa upande wangu mimi nafanya kwa sababu ya timu. Kwa timu? Ya timu ipate matokeo. Na umuhimu wa shabiki unaingia vipi sasa wakati unapambania timu? Unapoipambania timu ipate matokeo, utapata kuona umuhimu wa shabiki, kwa sababu unakuta na labda nizongelezi timu mbili kwa sababu ambazo zimebeba hisia kubwa ya mpira wetu wa Tanzania. Mashabiki wengi ndio ambao support hizi timu. Unakuta kwa mfano mnacheza mechi, let's say timu kubwa labda ya Simba labda na timu nyingine ndogo yoyote, unakuta kuna menda mkoani labda, unakuta kuna Kirema tu, unaweza kumuona Kirema tu
ambaye yani hata miguu ana ipo kwenye kigari chake tu kile jukwani anashangilia kabisa. Sasa ukajikuta huyu mtu anafanya kitu kama hichi, ametoka tu huko alipo, hujui kafikaje pale, nani kamsukuma mpaka kafika pale, anashangilia anasapoti. Kwa hiyo inakuwa kama unapata passion ya kuhakikisha wacha nimpambanie huyo mtu, hii timu inapata matokeo, ndio furaha yake pekee anaipata. Okay, na ndio maana Safari Laga akaliona hilo, kutambua kwamba kumbe shabiki pia ni bingwa.